BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Jeshi la angani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekanusha kwa msisitizo taarifa zinazodai kwamba ndege za kivita zilizoshiriki gwarida la kijeshi katika eneo la Kashobwe, jimbo la Katanga. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Siku ya leo anga la Kashobwe liloshuhudia milio ya ndege za kivita za jeshi la angani la DRC zilizokuwa zikifanya mazoezi ya urushaji na maonyesho ya mbinu mpya. Tukio hili ambalo lilihudhuriwa na mamia ya wananchi waliokusanyika kushuhudia liliibua taharuki baada ya baadhi ya mitandao ya kijamii na wanasiasa wa upinzani kudai kwamba ndege hizo zilikuwa zikilenga makazi ya Moise Katumbi, ambaye makazi yake yako karibu na eneo liloshuhudia katika mitaa hiyo. Jeshi la DRC laweka mabaya. Jeshi kupitia kwa msemaji wake lilitoa taarifa ya haraka kufanua hali hiyo. Limesema wazi kwamba ndege hizo hazina uhusiano wowote na Moise Katumbi wala mtu binafsi, bali zilihusiana na paradi ya kijeshi ambayo ilikuwa imepangwa mapema kwa ajili ya kujaribu uwezo na utayari wa ndege mpya zilizoongezwa kwenye kikosi cha anga. Msemaji wa jeshi aliwataka wananchi kuacha kusambaza taarifa za upotoshaji, akisema lengo kuu la mazoezi haya ni kuimarisha uwezo wa ulinzi wa taifa na kuonesha kuwa DRC inaendelea kuwekeza katika usalama wake. Hakuna mtu yeyote au mwanasiasa au raia wa kawaida aliyelengwa na operesheni hizi. Muktadha wa kijeshi. DRC kwa sasa iko kwenye kipindi nyeti cha kijeshi kutokana na changamoto zinazotokana na vita mashariki mwa taifa, hasa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Hali hii imeifanya serikali kuimarisha mikakati ya ulinzi na kuongeza vifaa vya kijeshi ikiwemo ndege za kivita. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema majaribio haya ya ndege ni hatua ya kawaida inayothibitisha kuwa taifa linaendelea kujiandaa kulinda mipaka yake na kuzuia uvamizi kutoka nje. Maoni ya wachambuzi na wananchi. Wachambuzi wa kisiasa wameonya dhidi ya kuchukulia mazoezi haya kama dhana za kisiasa. Wanasema kuna hatari kubwa endapo kila tukio la kijeshi litatafsiriwa kwa mtazamo wa kisiasa, jambo ambalo linaweza kuchochea hofu na mfarakano miongoni mwa wananchi. Mchambuzi mmoja wa masuala ya kijeshi alibainisha kuwa katika nchi yoyote yenye changamoto za usalama ni kawaida kabisa kuona paradi au majaribio ya vifaa vipya. Kinachoshangaza ni namna tukio hili limegeuzwa silaha ya kisiasa. Wananchi wanapaswa kuelewa kwamba mazoezi haya yanalenga taifa lote, si mtu mmoja. Wananchi wa Kashobwe nao walitoa maoni mbalimbali. Baadhi walieleza kuwa kwa mara ya kwanza walihisi hofu kubwa kutokana na milio ya ndege, lakini walipofahamishwa ukweli walihisi faraja na kuelewa kuwa ilikuwa ni sehemu ya maandalizi ya kijeshi. Mmoja wao walisema, tulizani labda kuna operation ya kijeshi karibu na eneo letu, lakini baada ya kupata ufafanuzi tumeamini kuwa hakuna hatari. Sasa tunaona fahari kwa jeshi letu linaendelea kuimarishwa. Mitazamo ya kimataifa. Wadadisi wa mambo ya kimataifa wamekumbusha kwamba mataifa mengi makubwa ya Afrika kama vile Nigeria na Afrika Kusini hufanya majaribio ya mara kwa mara ya ndege zao za kivita. Kwao, jambo hili ni ishara ya kujiimarisha na kujionyesha kuwa tayari kupambana na tishio lolote la nje. Kwa hivyo, kitendo cha DRC kufanya mazoezi haya hakipaswi kushangaza, bali kuchukuliwa kama hatua ya kawaida ya kujenga uwezo wa kitaifa wa ulinzi. Athari za kisiasa. Kwa upande wa kisiasa, tukio hili limekuja katika wakati ambapo mvutano wa kisiasa nchini unazidi kupanda kuelekea uchaguzi.
Wapinzani wamekuwa wakitumia kila tukio kutaka kuonesha udhaifu wa serikali, ila serikali inapinga na kusisitiza kuwa hatua zake za kujenga misingi ya usalama wa taifa. Wachambuzi wanaonya kuwa endapo hali hii itaendelea, matukio ya kawaida ya kijeshi yataendelea kugeuzwa propaganda za kisiasa. Uchambuzi wa kiusalama. Maana ya mazoezi ya anga. Wataalamu wa kiusalama wanasema ndege za kivita ni sehemu muhimu ya mkakati wa ulinzi wa taifa. Mazoezi kama haya husaidia kujaribu uwezo wa kiufundi wa ndege mpya zilizopokelewa, kuwazoeza marubani katika mazingira ya ndani, kuonesha nguvu ya kijeshi kwa raia na kwa majirani kama onyo kwa vitisho vya nje. Kwa hivyo, tukio la Kashobwe lina tafsiri ya kiusalama zaidi kuliko ya kisiasa. Ni hatua ya kawaida kwa taifa linalokabiliwa na changamoto kubwa za kijeshi mashariki mwa nchi. Uhusiano na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kwa miaka mingi DRC imekuwa katika mapambano makali dhidi ya makundi yenye silaha, hususan mashariki mwa taifa. Uwepo wa ndege mpya na majaribio ya kijeshi unadhihirisha nia ya serikali kuimarisha nguvu zake katika vita dhidi ya wasi. Mtaalamu wa usalama wa kikanda anasema, hii ni ishara kwa makundi yenye silaha na hata kwa mataifa jirani kwamba DRC iko katika hatua mpya ya kuimarisha jeshi lake. Ndege za kivita ni kigezo cha nguvu za taifa. Kwa hiyo, tukio la Kashobwe lina maana ya kiusalama zaidi ya ile ya kisiasa. Lakini kwa upande mwingine, wataalamu wameonya kuwa kuenea kwa uvumi kwamba ndege hizo zililenga makazi ya Katumbi ni mfano halisi wa vita vya habari vinavyoendelea nchini. Uvumi huu unaweza kusababisha hofu miongoni mwa wananchi, kuzoofisha imani kwa taasisi za usalama. Mchambuzi wa masuala ya mawasiliano anasema, endapo kila tukio la kijeshi litageuzwa propaganda za kisiasa, taifa linaingia katika hatari ya kudhoofisha mshikamano wa kitaifa. Adhabu ya kwanza huwa ni raia ambao huishi kwa hofu na kukosa imani kwa taasisi zao. Tukio hili pia linaonyesha jinsi usalama na siasa zinavyoingiliana kwa nguvu kubwa nchini Kongo. Uchaguzi unapokaribia, kila tukio linatafsiriwa kwa jicho la kisiasa. Jeshi limejitahidi kuonesha kuwa haliko upande wowote, lakini ukaribu wa tukio hili na makazi ya Katumbi imechangia uvumi kuenea kwa kasi. Mitazamo ya kikanda na kimataifa. Katika muktadha wa kikanda, wataalamu wanasema nguvu ya kijeshi za DRC zinafuatiliwa kwa karibu na majirani zake, hususan Rwanda na Uganda. Onyesho la ndege mpya ni ujumbe wa moja kwa moja kwamba Kinshasa haiko tayari kuendelea kutegemea misaada ya nje pekee, bali inajidhatiti kwa rasilimali zake. Kwa mtazamo wa kimataifa, tukio hili linaingiza DRC kwenye kundi la mataifa yanayojaribu kuimarisha militari yake, uhuru wa kijeshi bila kutegemea nguvu za wageni. Sauti za wananchi. Baadhi ya wananchi wa Kashobwe walitoa maoni yao. Mmoja alisema, mwanzoni tulidhani kuna operation ya kijeshi, tulipatwa na hofu kubwa, lakini baada ya maelezo tumejua kuwa ilikuwa ni paradi. Ni fahari kuona Kongo ikipata ndege mpya. Mwingine alisema, tunajua sasa kuwa hizi propaganda zina msingi. Tunataka amani na usalama. Jeshi liendelee kuimarika kwa ajili yetu sote. Kwa upande wa kiusalama, tukio la Kashobwe linabeba maana tatu kuu. Moja, ni majaribio ya kawaida ya kijeshi na hatua ya kuimarisha jeshi la anga. Mbili, ni ishara ya uwezo mpya wa DRC katika kukabiliana na changamoto za mashariki mwa vitisho vya nje. Tatu, ni mapambano dhidi ya upotoshaji wa habari, ambapo propaganda zinajaribu kupotosha umma kwa misingi ya kisiasa. Jeshi la angani limeendelea kuwasihi wananchi waamini taasisi rasmi na kuepuka uvumi, kwa sababu nguvu ya taifa ni mshikamano wa wananchi wake. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye ukweli na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua.
BMP TV Professional Update.